Hello wapendwa, karibuni tena kwa mara nyingine kwenye chaneli yangu. Tutakwenda kujifunza namna nyingine nzuri kabisa ya kukata hii princess dart na kuishonea na lining. Nafikiri wengi mnafahamu, lakini hapo tutaenda kuangalia huenda labda unapokuwa unaunganisha na lining yako, huenda unaunganisha kwa njia nyingine tofauti, lakini pia leo nitakuonyesha namna nzuri kabisa ya kuunganisha. Namna nzuri kabisa ya kuunganisha lining yako pamoja na kitambaa chako hiki. Kama unavyoona hivyo, vipimo vyetu ndio hivyo. Tulikuwa tumeshaweka pattern zetu. Hapo sasa hiyo ni darts yetu, hapo ni inchi 3.5 tumeweka. Tutaweka inchi 3.5 na pale kama ulivyoona urefu tuliweka 9 kwa 11 kwa sababu kifua chetu ni inchi 36. Chini ya inchi 36 darts inakuwa ni inchi 3.5 na urefu utakuwa ni inchi 9 kwa 11. Kama hivyo nilivyofanya mimi. Na hapo kwenye kwapa kama ulivyoona nimegawanya mara 2, nikaweka inchi 4 hapo na nikaunga sasa darts yangu. Utengeneza sasa hapo. Ni nusu inchi tumeweka pembeni. Kama ambavyo tumekuwa tukifanya mara zote tunapokuwa tunaweka darts yetu. Tengeneza vizuri hapo. Tutaunganisha pointi zetu hizo za kwenye kifua mpaka kwenye tumbo. Hapo ni inchi 2, ili kuweka kevi yetu hapo nitaweka inchi 2 ili niweze kuweka kevi yangu, lakini pia unaweza ukaweka hivyo hivyo bila kuweka hiyo inchi 2, sio lazima sana. Hapo utatoa hiyo nusu inchi ili kutengeneza bega letu. Nafikiri ni vipimo ambavyo mara zote nimekuwa nikivitumia kuonyesha kwenye vipimo vyangu ninapokuwa nakata blouse. Kwa hiyo sio vigeni sana, nafikiri wengi tunafahamu. Utakata sasa. Hicho ni kitambaa changu cha nyuma na nimeacha inchi 1 tayari kwa ajili ya zipu. Nitakwenda kupima urefu wa shingo ya nyuma, nitaweka inchi 3. Nika inchi 3 hapo. Tayari. Lakini pia nitaenda kuweka na darts ya kipande cha nyuma, kwa hiyo nitaweka alama hapo. Nitatumia mkasi wangu kutoboa kidogo hapo ili darts zangu zisiweze kupishana. Hiyo ni lazima sana kwa sababu usipoweka alama darts zinaweza kupishana. Kwa hiyo ni vyema ukaweka alama ili kusudi usipishanishe darts zako zisipishane sana. Baada ya hapo nitakata. Natenganisha vipande hivyo vya nyuma. Tayari hapo sasa nitakwenda kuunganisha darts zangu. Lakini kumbuka kwamba kipande cha nyuma hakitakiwi kikajichonga sana, kwa hiyo utaweka alama kwa ajili ya kukata kidogo hapo. Hatutokata moja kwa moja hizo darts zetu, kwanza tutakwenda kuunganisha na kipande hiki na kitambaa cha lining ili tuweze kukatia kwa pamoja. Nitakata ichonga kidogo hapo ikae vizuri. Kipande cha mbele hicho tayari, tutakata na kipande cha nyuma. Tutakirekebisha kidogo hapo kuondoa sehemu ile iliyojichonga, maana haitakiwi. Hicho ni kipande changu cha mbele, nimeweka stiff kama hivyo unavyoona. Nitakwenda sasa kuviunganisha. Naunganisha vitambaa peke yake kwanza bila lining. Nitaunganisha tofauti tofauti.
Na hicho ni kipande changu cha nyuma pia nitakwenda kuunganisha. Na hiyo ni lining. Lining pia nitaiunganisha peke yake. Sitaunganisha na kitambaa kwanza. Tayari unaona nimeshaunga. Nimeshaunga na sehemu ya nyonyo hii hapo inaonekana vizuri. Pia kipande cha nyuma hicho hapo nimekiunga pia. Na lining ndio hiyo kama unavyoona. Hicho ni kipande cha mbele. Kinachofuata hapa sasa ndo tutakwenda kushonea sasa na lining. Tutaiunganisha hapo kwenye kitambaa chetu na tutakwenda kushona. Kwanza tukianza na upande wa shingoni. Atachukua pia na vipande vya nyuma pia tutafanya hivyo hivyo. Kashone sasa. Tayari nimeshashona upande huo wa shingoni hapo. Kwa tutakatakata kidogo hapo kunyumbua shingo. Kama hivyo, baada ya hapo tutakwenda kugongea kama kawaida. Halikadhalika utafanya hivyo hivyo kwa vipande vyote na vya nyuma utafanya hivyo hivyo. Tayari nimeshagongea. Tavigeuza sasa kama hivyo. Tutakwenda kuunga na hapo. Tutaunganisha hapo ili sasa kuiunganisha moja kwa moja lining na kitambaa chetu. Tutafanya hivyo pia kwa vipande vya nyuma. Tutashona hapo. Tutashona na hapo pia. Tayari nimeshashona. Nadhani unaona nimeshashona. Tutageuza sasa vitambaa vyetu, tutageuza. Tayari nishageuza vitambaa vyangu vyote na hapa na hizi belti ambazo ndo nitakwenda kuunga kwenye blouse yangu. Ambapo urefu ni inchi 12 na upana ni inchi 3.5. Urefu ni inchi 18 lakini upana ni inchi 3.5. Na nimekata hizo belti nimekata ni mbili mbili. Kipande cha mbele zipo belti mbili, moja nimeweka stiff na moja sijaweka stiff. Lakini utachukua ile yenye stiff ndio itakaa juu upande wa blouse na hii ambayo haina stiff utaiweka upande wa lining kule nyuma. Kama hivyo ninavyokuonyesha hapo. Na utashona hapo. Pia utachukua hicho chenye stiff utaweka hapo juu. Na hicho ambacho hakina utakiweka upande wa lining. Na utashona hapo. Tayari nimeshashona kama unavyoona. Hii ni namna nzuri sana ya kushona nguo yako, ya kuunga nguo yako vizuri katokea. Hata kama ni kwenda kupiga overlock, haupigi overlock sehemu nyingi sana kwa sababu nguo yako unakuwa umeshaishona kwa ustandard mzuri na kiasi chake. Kwa sehemu nyingi zinakuwa hazipo za kupiga overlock. Kwa hiyo ni namna nzuri sana ya kushona nguo, ya kuunganisha lining pamoja na kitambaa chetu cha blouse. Inakuwa ni nzuri sana hiyo. Na hapo pia utakwenda kushona. Na hapo utashona. Baada ya hapo utageuza utashona hapo pia. Tayari. Kama unavyoona vyote tumeshavishona tayari. Ukigeuza vitambaa hivyo utaona kwamba ndani na nje kote kunafanana ni vile vile. Tofauti tu ni kwamba hiki kitajulikana kwamba hiki ni kitambaa chenyewe na hii ni lining.
Princess dart tunapoikata lazima kwa upande wa bega huku kidogo lazima utarekebisha. Kwa hiyo unapokuwa unapima bega angalau kidogo ongeza hata 1.5 ambapo unajua kwamba hii nitakuja kuikata baadaye. Kwa sababu unakuta kidogo panapishana, lazima utakata. Hapo sasa nitakwenda kuunganisha kwanza. Samahani, hapa pia tutapunguza hapo kulinganisha bega letu na kwapa letu vikae sawa. Baada ya hapo sasa ndo tutakwenda kuunga hapo. Sehemu yetu ya zipu kwanza tutaiunga. Tayari nimekusha unga kama hivyo unavyoona. Kama unavyoona ndani, unaona ndani pako vizuri. Kwa hiyo tutakwenda pia kuunganisha mabega. Lining utazishika peke yake na kitambaa utashika peke yake, utakwenda kuunga. Baada ya kuunga kama hivyo, utaweka tena hivyo pamoja, utakwenda tena kushona ili lining na kitambaa vishikane upande huo wa mabega. Tayari. Hello wapendwa, karibuni tena Den Blessing Creations. Hapa tutashona, tutapendeza na tutacheka kwa pamoja. Kwa ubunifu zaidi wa mikoba, nguo na kila kitu kizuri, yote utavipata hapa. Huu ndo wakati wa kung'ara. Kwa hiyo karibu tuanzishe safari ya ubunifu na mitindo yenye furaha na msisimko. Na kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuingia kwenye chaneli yangu, tafadhali nakuomba usubscribe, like video zangu, comment na share kwa wengine ili tukue kwa pamoja. Asanteni, naendelea kuangalia video hii mpaka mwisho. Hapo tayari nimefanya pia vipimo vyangu kama unavyoona. Tutakwenda sasa kufumua sehemu hiyo ya zipu. Taifumua. Hiki kitambaa cha chini ambayo ni sketi nimekata ni solo tu ya kawaida. Sio solo toboa, ni solo tu ya kawaida nimekata. Kwa ndio nitakayo kwenda kuunganisha hapa na blouse yangu. Tayari nimeshaunganisha kama unavyoona hivyo. Hapa sasa tutakwenda kuunga sketi yetu chini. Utaacha nchi kadhaa hapo kwa ajili ya zipu, alafu utaunganisha. Hapo tayari nimeunganisha na sasa tunakwenda kuweka lining yetu. Nadhani tumeshaelekezana namna nzuri kabisa ya kushonea lining. Kwa hiyo hapa ni marudio tu. Tafanya hivyo hivyo kama ambavyo tumekuwa tukishonea lining kwenye nguo zingine. Tayari nishashonea lining yangu. Nadhani unaona nguo nikigeuza inavyokuwa kwa ndani, na pia lining nimeshaipinda huku chini. Hiyo ni mikono, nimekata mikono ya shati tu ambayo ni rahisi sana kukata. Mikono ya shati, lakini nimekata vipande vinne. Ina maana nimekata mkono mmoja vipande viwili na mkono mmoja upande viwili, kwa hiyo viko vinne. Hapo nitashona hapo.
lakini pia nitashona upande wa pili. Hapo tayari nimeshashona. Nitavigeuza kama hivyo. Tashona hapo, tashona na hapo. Hapa pia kwenye mkono nakwenda kuweka belti. Kama unavyoona belti pia ziko mbili, moja ndo hiyo nimeweka stiff, lakini nyingine sijaweka. Yenye stiff itakuja juu kwenye kitambaa ambako ndo nataka uwe upande wangu wa mbele, uwe upande wa nje, na kule ambako nimeweka ile lining ndio itakuwa upande wa ndani. Yaani kama ambavyo niliweka belti kwenye blouse ndivyo ninavyoweka belti pia hapa kwenye mkono, naweka hivyo hivyo. Hakuna utofauti wowote. Tashona hapo. Tashona na hapo pia. Tayari nimeshashona kama hivyo unavyoona. Tageuza sasa. Tageuza. Tayari nimeshageuza, lakini pia hiki ni kipande kingine ambacho nakwenda kukiunganisha kwenye mkono wangu. Nimekata solo ya kawaida sana, wala sio ile solo pana. Ni kasolo tu kadogodogo nimekata, na vyenyewe nimekata vipande viwili viwili, kwa hiyo pia viko vinne. Na nimeanza kuunga kwanza upande wa kule chini. Kama hivyo unavyoona, nitakigeuza. Baada ya hapo nitanyoosha. Nitavinyoosha vyote kama hivyo unavyoona tayari. Tutakwenda kushona hapo vyote viwili. Tayari nimeshashona kama unavyoona. Hivyo sasa ni wakati wa kwenda kuviunganisha kwenye gauni letu. Unaanza kushika upande ule wa kwapa. Mkono utachukua upande wa kwapa na blouse utashika upande wa kwapa, ndio unashika hapo na kuanza kushona. Tayari nimeshaunganisha mikono yangu kama hivyo. Na zipu pia nimekushaweka. Nafikiri wewe mwenyewe umejionea. Hata ukienda kufanya overlock ni sehemu chache tu za kufanya overlock. Asanteni sana, karibuni tena siku nyingine. Usisahau kusubscribe.